Katika kuhakikisha elimu ya Tanzania inaendana na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, UNESCO imeandaa semina elekezi Dar es Salaam iliyojumuisha wadau wa elimu, walimu na taasisi za kiserikali. Akizungumza katika kikao hicho, mkurugenzi elimu msingi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Abduli Maulidi Mnonya, amekuwa na haya ya kusema. Hapa leo tumekutana kwa lengo kwamba imepitishwa sera ya elimu na mafunzo na ikazinduliwa mwezi Februari. Katika ile sera imesababisha kubadilisha mitaala katika ngazi za elimu msingi. Ninapozungumzia elimu msingi, kuanzia awali, elimu ya msingi, sekondari na elimu ya ualimu. Hii yote ndio basic education. Kwa hiyo mitaala yake imefanywa maboresho. Kwa maboresho ya sera na maboresho ya mitaala imekwenda. Katika sera na mitaala imelenga sana hii tehama kwa walimu na tehama shuleni. Kwa hiyo huwezi kuwa na elimu bora bila kuwa na mwalimu bora. Kwa hiyo ICT tunazungumzia hapa leo kwamba huu ni mwongozo wa ICT katika elimu ya ualimu. Kwa hiyo tunaita ICT framework. Kwa na maana kwamba sasa tutampata mwalimu atakwenda kusoma kule ambapo tunamuita yeye mwalimu tarajali akiwa chuoni, lakini mwalimu anayefanya kazi atakayeajiriwa na mwalimu anayefanya kazi sasa hivi. Kwa hiyo wote tumeweka mwongozo huu. Mwalimu huyu tuna standards, ina maana viwango ambavyo mwalimu atakuwa avipate ili awe mwalimu bora katika ufundishaji kwa kutumia tehama. Kwa hiyo hivi leo tunakuja kupitisha wadau kuja kuangalia, tulimpa mtaalamu mwelekezi angalie. Tunawashukuru sana wenzetu wa UNESCO. Kwa hiyo mtaalamu mwelekezi amekuja nayo sasa draft. Naita ile draft sasa wataalamu hao wataipitia na kuona kwamba kama inahitaji maboresho zaidi kwa mujibu wa nchi yetu ya Tanzania. Tehama epukiki na tunakwenda mbali zaidi. Sasa ili uende vizuri, ili mwanafunzi apate vizuri, basi muwezeshe mwalimu. Kwa hiyo hapa tunamwezesha mwalimu ili tuende vizuri kwa tehama katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo mwalimu akiwa vizuri, ufundishaji utakwenda vizuri. Huwezi kuepuka tehama. I'm very happy to be here to attend this validation workshop, which we are implementing through the support that we receive from Korea, the Republic of Korea. We are working very closely with high-level officials of the government, particularly with the Ministry of Education, Science and Technology, with the Ministry of Communication and Technology Information, also with the POHAD. The aim of our work, is the initiative is to support the review and the revision, and we are trying to accompany the government to transform the education in the country. Mwongozo tunaita wa ICT ni mwongozo ambao umekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu kama tunavyofahamu sasa hivi elimu yetu katika elimu ya msingi tunaongozwa zaidi na ICT. Sasa tunapokuwa na mwongozo ambao unatuelekeza nini mwalimu anatakiwa kwenda kukifanya katika jukumu zima la ufundishaji na ujifunzaji, litamsaidia sio tu mwalimu lakini pia wanafunzi wanaoenda kujifunza. Na hiki kitu kinachoendelewa au mwongozo unaoandaliwa ni kwa ajili ya walimu wote, kama ambavyo tumezungumza, ameyasikia mwezeshaji ameeleza, ni walimu kuanzia wa shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya ualimu, lakini hata vyuo vikuu, kwa maana kwamba walimu, wakufunzi pamoja na hadhiri. Sasa unaenda kufanya nini itategemea na ngazi ipi ambayo anaenda kufundisha. Kwenye ngazi ya elimu msingi ambapo ni elimu ya msingi na sekondari, kutakuwa na vitu ambavyo vimeshawekwa kwa ajili ya walimu wa ngazi hiyo. Lakini kwa upande wa vyuo vya ualimu pia, kwa sababu kule ndio tunaenda kutengeneza walimu, na wenyewe tayari wametengenezewa mkakati wao wa jinsi ya kwenda kufundisha. Lakini tukienda kwa upande wa vyuo vikuu pia, kwa wahadhiri na wenyewe wana kitu chao cha kwenda kukifanya kwa upande mzima wa tehama. Kwa hiyo kwa ujumla ni mwongozo ambao umebeba elimu nchini kwa ujumla wake, kuanzia kwenye level ya ngazi ya chini, kwenye ngazi ya chini hadi kwenye ngazi ya vyuo vikuu. Sasa sisi tunahusika zaidi, mimi kuniuliza ninahusika zaidi na walimu wa ngazi ya chini, kwa maana kwamba walimu wa elimu ya msingi, elimu ya sekondari pamoja na wale wakufunzi wa vyuo vya ualimu. Sasa hii ICT kwetu kwa kweli tunaiona ni mwafaka, ni jambo ambalo litaenda kutusaidia sana. Huu mwongozo utaenda kutupa mwelekeo wa nini tunatakiwa kukifanya katika vyuo vya ualimu,
lakini pia wenzetu wanaoandaa mitaala ni nini wanatakiwa kukiongeza katika mitaala yao, ili kuhakikisha kwamba mtoto tunayemtoa, kwa sababu lengo ni mwanafunzi. Yaani haya yote tunayafanya, lakini lengo ni mwanafunzi. Kwa hiyo tuone sasa mtoto wetu tunaenda kumtoa wa elimu ya msingi, wa elimu ya sekondari, anaenda kuwa ana kiwango gani au ujuzi gani katika upande mzima wa TEHAMA. Na tunajua sasa hivi TEHAMA ndio kila kitu. Na sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI tunahusika pia katika utekelezaji wa elimu nchini. Tuna idara mama kabisa pale ya usimamizi wa elimu, ambayo sisi upande wa TEHAMA pia tunashirikiana nao kufanya kazi kwa ukaribu sana. Kwa huu ni mwongozo ambao unakwenda kuweka kiwango cha kumpima ama kumwendeleza mwalimu katika matumizi ya TEHAMA. Na lengo hasa ni kuwa na viwango ambavyo vitatuwezesha kumfunza mwalimu, lakini pia kumjengea uwezo wa kutumia TEHAMA kujifunza yeye mwenyewe, kwa maana kujiendeleza, lakini pia kuitumia TEHAMA katika kutoa ama kufikisha ile skills kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana ambacho kinatuwekea uniformity kwa walimu wetu wote pale ambapo wanaitumia TEHAMA kutoa elimu kwa wanafunzi. Semina hii ni semina inaita stakeholder engagement. Ni semina ya kuwaleta wadau ili kwa ajili ya kufanya mapitio ya mwongozo tunaita competency standard for teacher, mwongozo wa TEHAMA, competence kwa walimu wa TEHAMA, ili kuweza kutumia TEHAMA vizuri kwa ajili ya kufundishia na kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo mwongozo huu unalenga kuwawezesha walimu wetu kuweza kufundisha, lakini kuwawezesha wanafunzi wetu kujifunza, lakini wao kuweza kujiendeleza kitaaluma. Kwa hiyo ni mwongozo wa TEHAMA kwa ajili ya walimu Tanzania.